Wapendwa katika Kristo, karibuni katika adhimisho la misa takatifu, ambapo leo kanisa ulimwenguni kote linafanya kumbukumbu ya Alhamisi Kuu, ambapo Bwana na pia anaweka sakramenti ya daraja takatifu la upako ili kuendeleza Ekaristi takatifu na sakramenti nyingine, pia kuendeleza ukombozi wa mwanadamu ambaye alikuwa dhambini kwa ajili ya dhambi ya Adamu na Eva. Hivyo leo, kama nilivyosha kusema, leo ni sherehe ya mapadri ulimwenguni kote. Ni baba zetu ambao wametoa maisha yao, wamewekwa wakfu ili watolee adhimisho la misa takatifu la kumega mkate na kutupa ili tuweze kupata uzima. Wao ni mitume wa Agano Jipya. Kwa maisha yao na sadaka zao wanatufanya sisi tumtukuze Mungu, tutakatifuzwe na Mungu atukuzwe. Hivyo tuwapongeze mapadri na tuwaombee wanafanya kazi katika parokia yetu katika Angelo la Mungu. Katika somo la kwanza, somo la Kutoka, linaonyesha jinsi Mungu alivyokuwa na huruma kwa watu. Anawakomboa wana wa Israeli kutoka utumwani Misri. Walikaa utumwani kwa muda mrefu. Hivyo Mungu anaona ni wakati mwafaka wa kuweza kuwatoa utumwani waweze kwenda katika nchi yao. Hivyo kwa damu ya wanyama ambayo waliingia katika mimo ya milango yao, waliweza kuokoka, waliweza kutoka katika utumwa ule. Na Mungu aliwaambia kwamba tufanye agano kati ya mimi ndiye Mungu wenu nanyi. Utii wa wana wa Israeli ndio uliweza kuwaokoa. Walai kama wasingekubali kuchinja wanyama wao na kuweza ile damu iliyo katika mimo ya milango yao, wasingalitoka katika utumwa. Lakini utii uliwasaidia wakaweza kutoka. Hivyo mimi na wewe tumefanya agano na Bwana Mungu wetu katika sakramenti ya ubatizo na katika masharti ya kuweza kumpenda, kutumikia ili tuweze kufika mbinguni. Agano ambalo tulifanya ni agano la milele, ambalo ni kama wana wa Israeli wanapopita katika vipindi mbalimbali. Hata sisi pia tunapita katika vipindi mbalimbali. Kuna vipindi ambavyo tunapita tunageuka, tunamkashifu Mungu, tunamkufuru Mungu, lakini Mungu mwenye huruma anazidi kutupenda pale ambapo tunarudi katika sakramenti ya upatanisho. Hivyo hata wana wa Israeli pia walirudi kwake wakapata rehema. Sisi pia kwa rehema yote hii imekuwa ni kipindi cha kurudi kwake ili tuweze kupata neema na baraka na tuweze kuadhimisha leo mafumbo ya ukombozi. Wapendwa katika Kristo, katika somo la pili, Paulo anatanabaisha umuhimu wa Ekaristi takatifu. Somo ni kiini cha Ukristo wetu sisi wa Katoliki. Ukristo wetu umejikita katika Ekaristi takatifu, sababu ndio Yesu mzima chini ya maumbo ya mkate na divai ambaye anatulisha ili tuweze kupata uzima wa milele. Ndio maana Paulo anasema kwamba mwili na damu vinapotolewa katika adhimisho la misa takatifu ni Yesu halisi. Hivyo tujiulize mimi na wewe, tunakuwa na uchaji gani kuweza kuadhimisha mafumbo haya? Bali katika adhimisho la misa tunajiandaa vipi na sisi kushiriki ipasavyo
ili tuweze kupata uzima wa milele. Wapendwa katika Kristo, kama nilivyokwisha kusema, leo Yesu aliweka kumbukumbu hizi tatu ambazo ni kiini cha maisha yetu. Leo Yesu anatangaza sakramenti ya mapendo. Kwa mfano ambao Yesu alifanya ni mfano wa chini kabisa. Hilo tendo kwa wana wa Israeli ni tendo ambalo linafanyika na mtumwa, ambapo tungesema sasa hivi lugha sio nzuri, lakini ndivyo ilivyo. Ni yule mfanyakazi wa nyumba ndio ambayo Yesu anachukua hiyo kazi ya kuweza kuosha miguu mitume wake. Ndio maana Petro anashangaa sana, kwa nini kuniosha miguu mimi? Anatamani kwamba Yesu Bwana na mwalimu aweze kufanya kazi ya usoi, aweze kufanya kazi ya usoi. Yesu anaonyesha yeye ni mtumishi. Hivyo mimi na wewe, je, ni watumishi tulio nyumbani au sisi ni mabwana ambao kila kitu kiletu? Yesu anatufundisha mambo makubwa matatu leo wakati anaweka sakramenti ya mapendo. Jambo la kwanza ni unyenyekevu. Mungu Yesu ambaye ni Mungu alikuwa ni mnyenyekevu, akajishusha, akaweza kuwahudumia wote kwa upendo. Hivyo mimi na wewe tunajishushaje kuweza kuwahudumia wengine? Tukiwa kazini, tukiwa nyumbani, tukiwa katika jumuiya zetu, tunajishusha kuwahudumia wengine? Tujiulize. Lakini muda ndio sasa kuanza kuyatenda hayo ili tupate baraka. Swala la pili, Yesu anatufundisha upendo kwa jirani, wala yeye kama ndio jirani zake. Aliwapenda wote bila kuwabagua. Ndio maana Petro akasema, Bwana, wewe unamtawaza miguu mimi. Aliwapenda wote na alijua kabisa yuko pale anataka, lakini alipenda. Hivyo upendo wa Mungu hauchagui, haubagui. Hivyo nasi katika maisha yetu, tukiwa nyumbani, tukiwa kazini, tukiwa popote, upendo wetu usitague kwa kuwa hatujui atakayekusikia. Je, ni nani atamsikia mwenzake? Tupendane kwa kuwa upendo ndio msingi wa maisha ya Kristo. Jambo la tatu ambalo Yesu anatufundisha, usafi wa moyo. Aliosha miguu kabla ya kupokea Ekaristi Takatifu. Hivyo ni kusema kwamba aliwatakasa na dhambi zao ili waweze kupokea Ekaristi Takatifu wakiwa safi. Hivyo alitukuza sana waweze kupokea Ekaristi. Hivyo mimi na wewe tujiulize, tunapokea Ekaristi kwa uchaji kama vile Yesu anapotuasa? Mungu mwenye huruma ameweka kiti cha rehema kwa ajili ya maungamo ili tuweze kujisafisha, tuweze kupokea Ekaristi Takatifu kwa uchaji mkubwa, ili tuweze kupata baraka, na ndio safari ya wokovu wa maisha. Hivyo wapendwa katika Kristo, tutumie fursa ambazo tumepewa na Mungu tuweze kudumisha upendo, sababu ndio amri kuu kwa amri zote. Tunadumishaje upendo? Tunadumishaje upendo nyumbani kwetu? Kwa kujishusha, kusaidiana, kusameheana, kupendana, kufarijiana na kujaliana. Tukifanya hivyo, jumuiya zetu zitakuwa salama, familia zetu zitakuwa salama, vijiweni kwetu tutakuwa salama, jumuiya zetu na kazini kwetu tutapendeza, na Mungu atatubariki. Tukienda sehemu ya pili kutoka katika Kristo, Yesu anaweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Tujiulize, kwa nini Yesu anaweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu? Kwa nini Yesu anaweka sakramenti ya Ekaristi?
Takatifu ili kuonyesha upendo wa dhati kwetu sisi wanadamu, ndio ambao anatupenda upendo. Alitupenda kwa maana katika njia ya sakramenti kwa ukumbusho. Fanyeni hivi kwa ukumbusho. Tuchukue mfano mdogo ambao kila mmoja anajua. Mtu akiwa na rafiki yake atampa picha kama sehemu ya ukumbusho wake. Hata akiondoka, hata akifa, hiyo picha itabaki ukumbusho. Hata Yesu anatuachia sakramenti ya Ekaristi Takatifu iwe ndio ukumbusho kwake. Tumuone daima katika adhimisho la misa. Tumuone daima katika Yesu wa Ekaristi katika kanisa la Katoliki. Wapendwa katika Kristo, hivyo Kristo anataka abaki katika Ekaristi Takatifu ili aweze kufundisha mwili wake na damu yake aweze kupata uzima wa milele. Hakuna kingine. Anataka tuweze kumwabudu, kumtukuza kwamba yeye ndiye aliyetuokoa. Tutumie fursa zote tunazozipata, hasa sisi wanasadiano ambao tuna kanisa la Parokia hapa. Kila siku asubuhi tunaadhimisha misa takatifu na jioni tunaadhimisha misa takatifu. Lakini je, tunatumia hizo fursa za adhimisho la misa takatifu? Yesu wa Ekaristi alitaka nini na anataka nini katika maisha yetu? Kuna mambo makubwa matatu ambayo Yesu wa Ekaristi alitaka anapoondoka na anapoacha adhimisho la Ekaristi Takatifu. Jambo la kwanza, anataka kukaa nasi. Anakaa nasi ili tumuone, tuongee naye, tuzungumze naye, tuzungumze shida zetu, furaha zetu, huzuni zetu na changamoto zetu. So yeye anataka kutibu na anataka kufanya. Namba 2, anataka tuje tumwabudu. Yesu alipeleka Ekaristi Takatifu tuje tumwabudu. Tumsifu, tumshukuru na kumwomba neema na baraka ya toba kwa ajili ya sisi. Jambo la tatu, Yesu alipeleka Ekaristi anataka twende kula mwili na damu yake. Kwani alisema aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima. Sisi tunahitaji chakula cha kiroho, na chakula cha kiroho ni Ekaristi Takatifu. Ndio chakula cha sisi wasafiri hapa duniani. Kwa hiyo tukipokee kwa ushaka, tukipokee kwa upendo ili tuweze kupata neema. Wapendwa katika Kristo, Ekaristi Takatifu ndio utajiri wote wa kanisa Katoliki. Ndio uzima wa sisi wa Kristo. Tunapopokea Ekaristi tunapata uzima wa Mungu katika roho zetu. Anatujalia neema na baraka. Hivyo tutumie fursa zote tuweze kupokea Ekaristi Takatifu ili tuweze kupata neema na baraka. Wapendwa katika Kristo, kama niliweza kusema, Yesu aliweka pia leo sakramenti ya daraja takatifu la upako. Tunapotafakari na misa ya leo, ni muhimu kumshukuru Mungu aliyemtuma mwanaye wa pekee akashuka duniani aje ulimwenguni atukomboe na aweke sakramenti 7 ambazo zote zinaadhimishwa na Padre.
kila asomapo azimisho la misa takatifu na kila afanyapo sakramenti nyingine. Kwa hiyo hii kazi ya kumshusha Yesu Ekaristi, Yesu sio kazi rahisi. Mimi na wewe hata tunayo wote milioni zote hatuwezi kufanya azimisho la misa takatifu. Ni ibada ya mamlaka. Kwa hiyo wana kazi kubwa sana ambayo mamlaka yake ni ya milele. Pale anapewa hadhi ya kukamilisha kauli ya Yesu aliyesema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Wanafanya hivyo ili kuendeleza azimisho la misa takatifu, azimisho la Ekaristi, ili waweze kufundisha mwili na damu tuweze kupata uzima. Namba 3, padri ni daraja la kuvusha sisi wa Kristo kwenda kwa Mungu kupitia sakramenti ya upatanisho na sakramenti. Kwani Yesu alisema, mtakaoondolea dhambi wameondolewa na mtakaokuja dhambi wameondolewa. Haya ni mamlaka makubwa sana. Hivyo Yesu aliona kwamba watu wangu wanahitaji neema, wanahitaji kutakaswa. Ndio maana mapadri wa Katoliki hawa wanafanya kazi hizo kwa upendo na uaminifu mkubwa. Je, tunatumiaje hizi fursa za mapadri ili tuweze kupata neema? Wapendwa katika Kristo, padri anapewa hadhi kubwa kuliko malaika. Ndio maana mtakatifu mmoja alisema, nikimkuta padri na malaika nitamkimbilia padri, kwani amebeba mafumbo ya Kristo na wokovu. Malaika hawezi kumshusha Yesu katika azimisho la misa takatifu. Padri anamshusha ili sisi tupate uzima. Hivyo wapendwa katika Kristo, tuone fahari kubwa tunapokuwa na mapadri. Wao wanapeleka sakramenti kwa wagonjwa, wao wanatuombea, wao wanatoa faraja kwetu. Tukipata shida kwenda kwa padri, na ushauri wa sakramenti. Baba padri, tuna mgonjwa, tunaomba mpendo wako. Baba padri, naomba ubariki nyumba. Wanafanya kazi ya kuchukua. Hivyo wapendwa katika Kristo, leo hii tuone fahari tunapokuwa na mapadri katika parokia yetu, katika jimbo letu, katika taifa letu. Kwani kuna nchi nyingi Ulaya hazina mapadri. Parokia zaidi ya 3 zinahudumiwa na padri mmoja. Lakini sisi Sentiano tumebahatika, tuna mapadri wa zaidi ya 3 wanatuhudumia kwa upendo na ujali. Hivyo tumshukuru Mungu ambaye azidi kuchipusha mito ya upadri katika jimbo letu. Tujiulize, je, tunawatunzaje mapadri wetu? Tunawafariji vipi mapadri wetu? Tunawatia moyo kiasi gani mapadri wetu? Au ndio tunawakatisha tamaa katika ukubwa? Ndio kwamba ni watoto wenu wametoka katika nyumba zenu, kwa hiyo pia wana moyo wa nyama. Muda mwingine wanaumia kwa maneno yenu, kwa vitendo vyenu, lakini wao wavumilivu, wana upendo mkubwa, wanazidi kuwapenda na kuwapatia. Mimi na wewe tuwe mabalozi wema wa kuhamasisha mito ya upadri na mito mingine, ili kanisa la Mungu liweze kwenda. Kwa sababu kama tunahamasisha mito na tutatoa watoto wetu waje katika mito ya upadri, na sisi tutafanya kiama kama vile Ulaya. Ili afanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, na baraka tunazozipata zitapungua kusoma bado kwa machache. Hivyo tutumie fursa zote
kuhamasisha mito, kuwatoa watoto wetu, lakini kumekuwa kuna kasumba. Tunawapeleka watoto wetu katika seminari ndogo ili wakachote elimu. Baadaye sisi wazazi tunaamuza kwamba usiende tena kujiunga na seminari. Mungu aliyakisha mito takatifu anakuona. Tumwombe Mungu atusamehe kama tunafanya. Hivyo wapendwa katika Kristo, tunapoadhimisha Alhamisi, tujiulize kila mmoja, katika amri ya mapendo mimi nimesimama wapi? Katika adhimisho la misa takatifu mimi nasimamia wapi? Katika kuhamasisha mito ya upadri mimi niko mbele au niko nyuma? Muda mwingine tunajisemea kama Petro alivyosema, Bwana, wewe wanitawaza miguu mimi. Maana yake ni tunaweza tukashuka kanisa kamili na maungano hadi hawezi kuondoa dhambi. Wapendwa katika Kristo, laana tunayoipata ni kubwa zaidi kuliko tunachotenda. Kwani Padre amepewa mamlaka kubwa sana ya kuwa Kristo mwingine. Amekuwa chombo cha Mungu kwa ajili ya kusaidia wokovu wa watu duniani ili wafike mbinguni. Si kwa mawazo na akili zetu sisi tunaweza kuondolea dhambi, hatuwezi. Ila Padre aliyepewa mamlaka ndio mwenye mamlaka hiyo, mamlaka stahiki ya kuweza kufanya huduma ya wananchi. Hivyo tutumie fursa zote kuenzi mapadri wetu. Tuwaombee mapadri ambao wamehudumia, wamebatiza, wameshatangulia katika safari yao. Tuwaombee mapadri waliohudumia, walitubatiza, walitupa komunyo, walitufundisha ndoa, walitupa ushauri. Je, tunaombea katika adhimisho la misa takatifu? Wapendwa katika Kristo, tutambue kuwa bila padri hakuna adhimisho la misa takatifu. Hivyo tuwaombee, tuwapende, tuwasaidie mapadri wetu kwa hali na mali ili waweze kutimiza vizuri wajibu zao ipasavyo. Waweze kufanya kazi bila kuchoka, na kazi yao moja ni kwamba ni waweze kufanya kazi ili sisi wanadamu tuweze kutakatifuzwa na Mungu aweze kutukuzwa. Tuwashangilie mapadri wetu ambao wanafanya kazi bila kuchoka. Tumsifu Yesu.